Leo tumekuja hapa sisi kama jamii ya Wameru kusema ya kwamba mwaka wa 2022 tulijitokeza sisi kama jamii na tukiwa chini ya kiongozi wetu Mheshimiwa Mwenda Thuranira, na tukasema ya kwamba tupatie kura yetu ya gavana Mheshimiwa Guyo. Lakini sisi tukiwa kama jamii ya Wameru kwa miaka mitatu ya kiserikali ya pesa za kiserikali, yale mambo tumeyapata katika kaunti ya Isiolo ni masaibu. Asa sisi tukiwa kama jamii ya Wameru tunajuta zaidi, kwa sababu yale ambao tulitarajia gavana wa Isiolo atatufanyia alitusahau na akafanya yale ambayo hatukumtuma kwenda kufanya. Sisi tulitarajia gavana kwa ile mgao yetu inakuja hapa katika kaunti yetu ya Isiolo like 6.6 billion ya kila mwaka ambao tunapewa na national government, ya kwamba tutapata mabarabara mazuri, tutapata basari ya watoto, tutapata zahanati na hospitali nzuri ambazo ziko na dawa, tutapata sewer line nzuri, tutapata drainage mzuri, tutapata pia mochari mzuri ambayo pia hata wale ambao wanafariki katika kaunti yetu ama katika hospitali zetu wanaweza pata mahali nzuri pa kuhifadhiwa. Lakini imekuwa ni kilio, imekuwa ni matezo, imekuwa ni dhuluma kabisa. Na sasa kilio yetu, MCAs wetu wamesikia kilio yetu ambao tumelilia wao kwa miaka mitatu. MCAs wetu wameamua kwamba kuwa na impeachment, na sisi kama jamii ya Wameru tunaunga hiyo impeachment 100%. Tunasema Kayole Masi, Kayole Masi, ndio tupate soko mzuri katika kaunti ya Isiolo. Kayole Masi, ndio tupate hospitali mzuri la Kayole Masi, ndio tupate basari ya watoto Kayole Masi, ndio tupate ajira ya vijana wetu katika jamii ya Wameru Kayole Masi. Kwa hivyo sisi tuko hapa kama jamii na tuogopi. Lakini kile tunasema ni kwamba mwana Isiolo anafaa apate haki yake. Mtoto wa kaunti ya Isiolo anafaa apate basari. Mama anayeuza vitu zake hafai kuuzia kwa lami. Tunataka kuona akiuza katika soko ambayo imeundwa vizuri. Guyo, tumekupembeleza ututengenezee mochari. Sisi ni Wakristo, sisi sio Waislamu. Ingawaje kaunti ya Isiolo tuko na Wakristo na Waislamu. Sisi kama jamii ya Wakristo ni vyema tuweze kuangaliwa vizuri. Tumelilia mambo ya mochari. Watu wetu wakifariki katika hospitali ya General ya Isiolo, maiti inakaa kwa kitanda zaidi ya masaa matatu. Ndio jamii waende washughulikie, wachange, wachukue ambulance ya kupeleka mwili kule katika hifadhi za Meru County. Kwa nini sisi miili ya watu wetu inapelekwa kaunti ya Meru? Na sisi tuko na hospitali ambayo inaitwa level 5 referral. Sisi hiyo ni dhuluma. Sisi ndio wenye kulipa ushuru. Lakini tumemulilia gavana, tumemtafuta gavana Guyo kwa zaidi ya miaka mitatu, tumetafuta hata kwa ofisi, tumetafuta kwa appointment, lakini hiyo yote imeangulia mahali patupu. Na ndio tunasema Guyo must. Sisi kama jamii ya Wameru tukiwa na kiongozi wetu, msemaji wetu Mwenda Thuranira, na sisi tunasema ya kwamba vile pia alimdhulumu Mwenda Thuranira, akatudhulumu sisi kama wapiga kura, kama watu wa jamii ambao tulimpatia saindi ya kura ngiri 9, ya kwamba tunasema Guyo umetudhulumu kama jamii ya Wameru. Na sisi tunasema enough is enough. Enough is enough is enough is. Kayole no peo, no peo, 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 peo. Kayole no peo, peo, peo. Kayole kinyaka wui, kinyaka wangara, kinyaka itianeo. Kayole no bi. Tumekuja kulaani serikali ya Isiolo County ya Mheshimiwa Guyo
miaka yake 3 hakuna maendeleo tumepata Isiolo County. Kitu ya pili, sasa tunalia sababu yake. Maendeleo tumekosa Isiolo County, na mengi ya kuongea mheshimiwa ameongea na amesema ukweli penye Isiolo tunaumia. Serikali yake imeshindwa na kazi. Tumetafuta maendeleo yangu hiyo tumekosa. Kitu ya kwanza, ukienda hospitali penye mheshimiwa amesema tumekosa moshari. Nguyo maendeleo yake anapeleka Nairobi. Hapa tumekosa ofisi ya county hapa. Hata utumwe county unasindo unaenda wapi? Utenda kazi yake ni mbaya. Na tuna support 100% MC wenye wameamua Nguya aende nyumbani. Tuko nyuma yao. Nguya aende nyumbani. Tuna support 100%. Tunaomba tafadhali MCA mbenye mmesikana muendelee hivyo. Wazi! Muendelee hivyo. Na musijari mmoja atokee mwingine. Mukitokea mmoja akitokea mwingine, hata nyinyi mko nyuma yangu hiyo mtaenda pamoja. Si hatuna gavana. Tunasema tuko na gavana lakini tukampatia kiti. Hakuna kutusaidia barabara mingi. Mimi ni mwendezaji pikipiki. Nimebeba makaa kwa muda mrefu. Barabara ni shida. Nabebana na pikipiki, nilikuwa nabeba makaa, mara tairi imetoboka nini, nikiangalia ni barabara imeharibika. Ati tuko na kiongozi. Ati Kayole semi hata sijai muona. Tangu wapate kiti sijai muona mimi Kayole. Kazi yake tu ni Nairobi. Ndege tu ndo naona jua hewa, na tinaambia ndio governor. Naambia sisi hata sijai muona macho. Hata nimwambie tu habari yako. Sijai muona. Si shida ya kwanza. Bado vijana kama sisi kama tumekosa kazi, tukienda kwa ofisi tunakuta haiko. Tukienda ofisi fulani tunakuta haiko. Shida mingi ndio tuko nao. Isitoshe hii jamaa kwanza anapaswa kuenda. Anapaswa kuenda Kayole anapaswa kuenda. Na isitoshe hii jamaa hajasoma kwanza hata ba. Ni kweli. Muache kulala akili, muache kulala watu wa Isiolo, wacha mnaona pesa mnakimbilia kwa sababu eti mnadanganywa. Watu wa Isiolo muache kulala akili. Mfungue akili saa hizi. Na kiongozi wetu mwenye tunaamua saa hizi 2027 ni Mwenda Turanera. MP mtarajiwa. Na naongea ni kwa Mturukana. Mimi ni Mturukana wa Ngaramara, lakini nakaa saa hii Chechelesi. Kazi yenyewe hatuna. Watu wetu hawajalipo na kwa sababu yako tu wewe Kayole. Hivi nasema hiyo jina umejibandika, utoke urudi wapi? Matopeni. Tena ruhui bwana.